Ndugu zangu wa Tanzania, tuko kwenye uchaguzi, tuko kwenye kipindi hasa cha kutengeneza sera zetu. Mimi kama mwenzenu mgombea wa jimbo la Ukonga kwa tiketi ya ACT Wazalendo, napenda niwaambie wananchi wa jimbo letu hili la Ukonga kwamba mimi pia ni muhanga. Ni muhanga kwa maana ya kutelekezwa na mbunge aliyemaliza muda wake ambaye sasa anarudi kugombea kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, hakika kwa yote mgombea huyo wa Chama cha Mapinduzi Bwana Mdogo Jerry, tunajua wote kwamba amepata kuwa diwani wakati ya Gongo la Mboto, lakini pia tunajua pia amepata kuwa meya wa manispaa yetu ya Ilala na sasa amepata kuwa mbunge. Ndugu zangu, hadi leo hii tunapozungumza hatujapata kuona njia ama namna gani ameweza kusaidia kutatua changamoto zetu. Kitendo ambacho tunakitafsiri kwamba kilikuwa kimegubikwa sana na umimi, kwa sababu mtu kama meya ana bajeti, ana halmashauri, ana mipango. Kama imepita miaka 5 hajafanya chochote, maana yake aligubikwa na umimi. Lakini pia akiwa mbunge akabahatika kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Ndugu zangu, hadi leo hii tulitegemea katika jimbo lake la Ukonga ingekuwa kuna urahisi wa upatikanaji wa hati miliki, lakini tulio wengi tumekuwa wahanga. Tumepigwa hela zetu 1,500,000, tumejazishwa fomu, tumepandiwa mawe kwenye vipande vyetu vya ardhi, lakini hadi sasa tunapozungumza imekuwa ni halinache, imekuwa ni hadithi ya hati miliki. Ndugu zangu, tunaamini kwamba katika kipande hicho cha ardhi bado mbunge wetu hakutuwakilisha vizuri. Katika mazingira hayo tunaendelea kusisitiza kwamba yanatakiwa tuachie jimbo, na tuachie jimbo kwa bahati mbaya ni kwa sababu hakuja kutujali ndugu zangu. Lakini sio hivyo tu. Ndugu zangu, tumekuwa na changamoto nyingi katika jimbo, ikiwemo swala la miundombinu ya barabara. Barabara ni changamoto sana. Barabara sehemu nyingi zimekuwa hazipitiki. Ukipita barabarani huku ukitokea Gongo la Mboto au unapoanzia jimbo letu la Ukonga ukaenda hadi Chanika, unaweza ukadanganyika ukafikiri na nje ya barabarani tayari kuna barabara zinazopitika. Ndugu zangu, nikwambie ni ukweli kwamba nje ya barabara zetu hizi za barabarani huko Uswahilini hakuna sehemu inayopitika. Barabara ni mbovu sana. Barabara zimeharibika sana. Vivuko vimekatika. Sehemu kubwa ya mji yetu, sehemu kubwa ya barabara zetu Uswahilini hazipitiki. Lakini kama haitoshi ndugu zangu, hadi leo katika jimbo la Ukonga bado tuna sehemu kubwa, tuna changamoto ya maji safi na salama. Katika kipindi chote tulichonacho, ukisikia huko mitandaoni, ukisikia mbele ya vituo vyetu vya kijamii, utapata picha kabisa kwamba jimbo la Ukonga hadi leo bado tuna tatizo kubwa la maji safi na salama. Lakini sio maji safi tu na salama. Ndugu zangu, kuna maeneo hadi leo umeme ni changamoto. Umeme haujafika ndani ya jimbo letu la Ukonga. Na kama mnavyojua, jiji la Dar es Salaam halina kijiji. Vijiji vilishafutwa. Kwa hiyo kila sehemu inatambulika kama mji. Lakini hadi tunazungumza kuna maeneo ambayo hayana umeme, na kama umeme umepita basi umepita mbali na makazi ya watu. Na kutokana na hali duni za maisha yetu inapelekea wananchi wengi kushindwa kuvuta umeme, kwa sababu ukivuta umeme zaidi ya nguzo moja au kuanzia nguzo moja unazungumza habari ya 500,000. Kwa hiyo katika makazi yetu na katika maisha yetu tunaishi, ile nalo jukumu linakuwa gumu sana. Ndugu zangu, sio hapo tu, tunazungumzia pia habari ya elimu katika shule zetu za msingi. Ndugu wa Tanzania, sisi jimbo la Ukonga ni miongoni mwa majimbo mengi sana Tanzania ambayo pia tunasema yametengwa katika huduma zetu za shule ya msingi. Shule zetu za msingi zilizo nyingi zina wanafunzi zaidi ya 100 katika chumba kimoja. Kitendo hicho cha kuwa na wanafunzi zaidi ya 100 katika chumba kimoja kinapelekea walimu washindwe kuwadhibiti wanafunzi wao. Na wanaposhindwa kuwadhibiti wanafunzi wao ndiko kunakosababisha leo hii mtoto anamaliza darasa la 7 hajui kusoma na kuandika. Ndugu zangu, ni msiba. Lakini achilia mbali na kadhia hiyo, kumezuka tabia kwa baadhi ya walimu wakuu. Wanapofika shuleni asubuhi, kwa kupitia walimu wao, kumekuwa na tabia ya kuwalazimisha watoto waende na pesa kati ya shilingi 1,000 na shilingi 2,000. Ndugu zangu, maisha ni magumu sana. Shilingi 1,000 na shilingi 2,000 inatutesa sana wazazi ambao watoto zetu wanasoma katika shule zetu hizo za umma. Ukiangalia habari ya elimu ya sera ya Wizara ya Elimu, wanazungumzia habari ya elimu ni bure. Lakini kama kuna watoto zaidi ya 100 kwenye chumba kimoja,